Nawasalimia ni katika jina la Yesu. Mungu ni mkuu, Mungu ni mwema, ametujalia kwa maisha yetu, tumefika wakati huu. Ningependa tena kuwaletea neno la Mungu kidogo, tushare na nyinyi. Ili Mungu akaweze kutubariki sisi wote. Kwa maana kama sio nguvu zake Mwenyezi Mungu, hatungefika wakati huu kwenye tuko sasa. Ningependa tuongee kuhusu the journey to Jerusalem. The journey to Jerusalem. Tunaona kwamba Yesu alipokuwa hajafa alikuwa anatembea sana. Yesu alikuwa anatembea Jericho, alikuwa anatembea Jerusalem pamoja na wanafunzi wake. So we start by the cost of discipleship. So as a disciple of Jesus Christ, what are you supposed to do? Unatakikana kufanya nini kama mwanafunzi wa Yesu Kristo? Ya kwanza tunaona kwamba mwanafunzi wa Yesu lazima afuate ambayo yafuatayo. As a disciple of Jesus Christ, you have to do something. Step 1, you have to be ready to forgive. Lazima uwe mtu wa msamaha. Lazima uwe mtu wa kusameha. Kama mwenzako amekukosea, lazima umsamehe. Kwa maana Biblia imetuambia kwamba tukaweze kusamea. Na tusihukumu. Katika kitabu cha Mathayo 7:1 inasema kwamba msihukumu nanyi msije mkahukumiwa. Basi ni heri kusamea mwenzako. Kama amekukosea ni heri kumsamea, kwa sababu sisi wanadamu, sisi binadamu, hakuna yeyote ambaye ni perfect. Nobody is perfect. Nobody. We are all looking for the grace of God. So ingine, you have to sacrifice yourself because of your friend, because of your family, because of your relatives. You have to sacrifice. Another one, you should not look backward and desire your past. So usije ukaangalia nyuma uanze kusema mimi nilipata hii na hii, mimi nilipata haya. Sisi venye tuko hivi, kila mtu amepitia mambo makuu, tumepitia mambo magumu, lakini hatuwezi tukayakumbuka, kwa maana Mungu alitutoa huko. Yesu Kristo wakati alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, na Yesu aliyapitia majaribu mengi. Tukiangalia Ayubu mwenyewe alipitia majaribu, mpaka tunaona kwamba bibi yake alikuwa anamwambia amtusi Mungu, heri amtusi Mungu akamuondoe katika ardhi. Lakini Ayubu alisimama imara, akasema kwamba mimi namtumikia Mungu. Haijalishi niko katika majaribu gani, haijalishi ninapata mangapi, haijalishi nimekejeliwa mara ngapi, haijalishi nimetusiwa mara ngapi, lakini Ayubu alisimama imara na Mungu alisikia kilio chake. Ndio maana tunaambiwa kwamba tusiangalie nyuma kwa yale ambayo yalitupata sisi kama Wakristo, the disciples of Jesus Christ. Another one, you have to be loyal to Jesus Christ. You have to be willing to spread good news. So, as a good disciple of Jesus Christ, you are supposed to spread good news about Jesus Christ. Good news, what Jesus has helped you. Mungu amekufanyia nini? Ni miujiza gani Mungu amekufanyia, ili kueneza neno la Mungu, yale ambayo amekufanyia, ili wenzetu kusudi kwamba wakaweze kumjua Yesu Kristo, kwa kuwa yeye pia alikuwa anatangaza neno la Mungu, alikuwa anahubiria watu na watu wanageuka wanamfuata Yesu Kristo. So a commitment follower of Jesus Christ. What's commitment? Means dedication. Commitment means dedication, devotion, and a loyalty to certain responsibilities. So if you are dedicated, just spread the gospel of God. Just spread the gospel of Jesus Christ. Because you are dedicated. Be loyal to Jesus Christ. So when you commit yourself to Jesus Christ, Mungu hawezi akakuacha. Mungu atakusaidia, Mungu atakutendea makuu, and you will give testimonies to those wenye hawajamjua Mungu. Utatoa ushuhuda
kuhusu Mungu yale amekutendea. So tukisoma katika kitabu cha Luke chapter 10:25 to 42 tunaona kwamba the parable of good Samaritan. Who is a good Samaritan? Somebody who helps. Mtu mwenye anasaidia. Mtu mwenye anasaidia mwingine mwenye hana uwezo kabisa, mwingine mwenye ameugua kabisa. Tukisoma katika hicho kitabu cha Luke chapter 10 tuanzie 27 to 42 tunaona kwamba palikuwa na mtu ambaye alijeruhiwa alipokuwa katika safari zake, akapatana na majambazi, walimkatakata na wakamuacha hali mahututi. Lakini kuna wale watu wawili ambao walipita, hawakumsaidia, walimtemea mate na wakaenda zao. Lakini tukiona yule good Samaritan mwenye alikuja akamweka juu ya punda yake na kumpeleka hospitali, akamshughulikia, akaambia madaktari wamhudumie, atarudi kulipa gharama. Tunaona kwamba na yule mgonjwa aliweza kupona. So tunaona yule Msamaria mwema alikuja akamsaidia. That's what we call good Samaritan. Na sisi kama disciples of Jesus Christ, we have to be good Samaritans. We are supposed to help each other. We are supposed to pray for each other. Ndio Mungu atazidi kutusaidia. Ndio Mungu akaweze kutubariki pia. Tukiona kwamba Jesus' teachings on prayer. Yesu alikuwa anafunza wanafunzi wake jinsi ya kuomba. Ndiposa tunaona kwamba aliwaambia waombe. Kwanza, what's prayer? Prayer is the faster way of communicating to God. Prayer is the faster way of communicating to God. The most way of communicating to God is just prayer. So, what time are you supposed to pray? When you are in troubles, when you are thirsty, when you are hungry. So, what time are you supposed to pray? As a good disciple of Jesus Christ, you have to pray each and every day. Each time you wake up, you sleep, you have to pray, because you cannot wait until when you are in troubles. That's when you remember that you have to pray. No. Pray when you are thirsty, pray when you are hungry, pray when you are in troubles. Mungu atakusaidia na Mungu atakusikiza. So tukiona mbona huwa tunaomba? The reasons why we pray, to honor God. Why? Mungu ndiye aliumba mbingu na dunia. It's the universe. God created the universe. Mungu aliumba kila kitu chenye kiko katika hii dunia. Ndiposa unaona mwingine anaanza kusifu vitu katika hii dunia. Anakuambia hiki ni changu, hiki mimi nilitengeneza, lakini anasahau kuwa Mungu ndiye aliyeumba. Mungu ndiye aliumba kila kitu ambacho kiko katika hii dunia. Tunaona kwamba we request favor from God. We pray so that we request favor from God. So kama si favor ya Mungu hatungekuwa hai sahi, hatungekuwa tunapumua. Na kuambia kama ni binadamu tungekuwa tunakosa hivi, binadamu anatuzimia hewa, hatungekuwa na hii dunia tena. Tungekuwa watu tumeisha wote. Lakini we seek favor from God. Yeye ndiye ametujalia tumefika wakati huu. So ingine ni we give thanksgiving. Tunamshukuru Mungu kwa uhai, kwa kila kitu ambacho ametupa. Mungu ndiye kila kitu. Kama si yeye hatungekuwa mahali hapa penye tuko. Tukiona ingine ni intercede on behalf of others. So rafiki yangu hapa hajui kuomba, mimi nitamsaidia kuomba. Nitamuombea ili na yeye pia akabadilike na akamjue Mungu. Hiyo ndio to intercede on behalf of others. So when we look at Jesus Christ taught the disciples on how to pray. Tukiona kwamba Mungu alikuwa anawafunza wanafunzi wake jinsi ya kuomba. Imetupasa sisi pia ambao tumemjua Yesu Kristo tukaeneze neno la Mungu, tukaombee wenzetu wenye wako katika majaribu, tukaombeane sisi kwa sisi, na Mungu atazidi kutusaidia, na Mungu atazidi kutuonekania na nafsi zetu. Tupende wengine kama vile tunavyopenda nafsi zetu. Tunapoenda, wakati Yesu alipoenda katika kile chumba cha Martha na Mariamu,
tunaona kwamba Mariamu alianguka katika miguu yake Yesu. Upande mwingine tuliona Martha akilalamika kwamba mbona Mariamu anaenda kumwangukia Yesu akimwachia kazi peke yake. Lakini Yesu alimwambia kwamba Mariamu amefanya kazi mzuri sana kwa kuwa ameanguka katika miguu yangu. Lakini wewe umeshughulika unafanya kazi zingine, haujaniangukia ama unikumbatie. Lakini Mariamu amefanya kitu muhimu sana. So unaona, tumesahau sisi kama binadamu. Tumesahau kabisa ya kwamba tusipee Mungu upande wa kwanza. We have to give God first priority. Ndio tunaendelea kufanya kazi zingine, ndio tunaendelea kufanya kazi zetu. Kwa maana usipoweka Mungu mbele, hata hizo kazi zako unafanya hazitafaulu, zitahangaika. Utahangaika ukisema sijui nini, Mungu hajanisikia, Mungu hasikii maombi yangu. Lakini upande mwingine wewe ndio unakosea. Mwekeni Mungu mbele. Give God first priority before you do anything. Na Mungu atakusikia na Mungu atakusaidia. Mungu awabariki sana. Please subscribe to my channel, share, and God will bless you. God bless you. God bless you in Jesus' name. Amen.